Mtazamaji, moja kwa moja kutoka chumba cha matangazo hapa jijini Nairobi, ikiwa ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Shule ya msingi ya Luanda FAM katika eneo bunge la Shinyalu katika kaunti Kakamega inakadiria hasara kubwa baada ya kuvamiwa na wezi walioiba mahindi, maharagwe na vitabu vya wanafunzi wakati mvua ilikuwa ikinyesha. Kulingana na mwalimu mkuu Dennis Shivonje, wezi hao walikata mabati ya zaidi ya madarasa 4 na kupenya hadi kichakani wakiwa wamebeba mali ya shule hiyo. Anasema baadhi ya stakabadhi muhimu pia huenda zimepotea kwenye wizi huo. Mwalimu Shivonje analalamikia miundombinu duni shuleni humo, akisema tangu kuanzishwa mwaka 1954 shule hiyo imekumbwa na changamoto nyingi zilizosababisha kufungwa na kufunguliwa tena. Mwaka 2015 anamtaka mbunge wa Shinyalu kusaidia kukamilisha ujenzi wa jengo la ghorofa lililosalia. Mwenyekiti wa bodi ya walimu Boniface Makalasia pia ameonya kuwa wazazi huenda wakawaondoa watoto shuleni kutokana na mazingira duni, licha ya shule hiyo kuwa na zaidi ya wanafunzi 450. Temporal structures. Kwa hivyo wanachukua hiyo wakati, wametumia hiyo nafasi kukata mabati na kuingia kwa ofisi, wakaiba mahindi yetu, wakaiba maharagwe, mchele na sukari, vitabu vya wanafunzi vya kuandika ndani, vitabu vya wanafunzi vya kusoma na vitu zingine zile hatuwezi tambua sasa kwa sababu vimetapakaa, kila kitu imetapakaa ofisini, and we are wondering how long did it take, and during daytime. Indeed, we are scared of the security. Usalama wetu tunahofia. Hii shule ni mojawapo ya shule za serikali, lakini hawajawahi pata mkao tangu yaanzishwe. Mwanafunzi hajawahi pata mkao wa serikali. Ndiposa tuko katika hii hali, na mwaka ujao tutakuwa na darasa la 9 ambalo tutapata hata darasa kwa sababu serikali imeamua inatuchengea madarasa 8, lakini inaenda kwa mwendo wa polepole kuchengwa. Tunaomba mwanakandrasia achumuike, at least akakamuke, afanye haraka tuone kama wanafunzi wataingia kwa hizo madarasa mwaka mpya. Na ni darasa zile ziko riski sana, zinahatarisha hata maisha ya wanafunzi kwa sababu wakati wa mvua ni baridi mingi, tuna floods kwa hizo darasa, wakati wa jua ni joto mingi. Kulingana na vile hali iko, ni kama shule yetu imesahaulika, ni kama hakuna mtu anakumbuka kuna shule inaitwa Luanda Primary School. Ukiangalia ofisi ya mwalimu mkuu na deputy wake inakaa kama zizi la ng'ombe. Sio ofisi na sio hata classes zinatakana zikue kwa wakati kama huu. Hii si ile era inatakana tukue na classes za mabati. Mtu anaweza vunja, anaingia kila mahali, anaingia mpaka ofisi ya mwalimu, wanaharibu kila kitu. Na tukitoka maeneo hayo ya magharibi ya Kenya, kwa sasa tunaelekea maeneo mengine, hasa huko maeneo ya Pwani, ambapo kongamano la walimu wakuu wa shule za msingi nchini limeingia siku ya pili jijini Mombasa. Wadau hao wa sekta ya elimu wanajadili jinsi ya kuboresha hali ya elimu, ikiwa ni pamoja na maendeleo endelevu katika CBC. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Quinto Wafula atueleze mengi zaidi. Quinto, kama unanipata kwa njia iliyo safi, tujuze kwa kina kuhusiana na kongamano hili. Shukrani na sufufu mwenzangu kutoka studio zetu. Mimi nakujia moja kwa moja kutoka kaunti 001, kaunti ya Mombasa. Ni siku ya pili ya kongamano la walimu ambapo wadau kutoka sekta hii ya elimu wamekongamana hapa kuweza kujadili masuala nyeti yanayohusu elimu, ikiwa ni pamoja na mpito wa CBC, jinsi hali ilivyo, na vile vile kuboresha hali katika sekta hii ya elimu. Nitakuwa na ungana na baadhi ya wadau ambao wamejitokeza katika eneo hili kuweza kutueleza ni lipi kuu ama lipi kubwa ambalo wametuandalia siku hii ya leo. Na tunaanza na wafadhili wetu wakuu Mount Kenya University. Utaanza tu kwa jina, utueleze, nitakushikia hii, tueleze nini mnafanya hapa katika eneo hili. Kianza kwa jina. Asante sana. My name is Titus Murithi, the director in charge of student recruitment, admission and registration at Mount Kenya University. We are here for the capture. This is the second day, and right here our main objective as a university is to showcase the different programs that we have in the university. We have so many products for our head teachers, and we believe that with over 15,000 head teachers here, we are able to reach out to so many people, because we know these head teachers are coming from all corners of Kenya.
So we have various programs, master's programs, PhD programs, bachelor's programs, even diploma programs, and these being the teachers who are in touch with the students and the other teachers back there in the schools, we believe that this is the right forum for us to showcase the programs that we have and those which the teachers can, people can benefit from. Not only these teachers, but even the teachers and the students as well. Yeah, we have quite a number of our products, and even we are offering some free services, testing services, which our health team from College of Health Sciences, they are here doing some free services, which is part of our corporate social responsibility. Thank you so much. Hapo ambapo amesema kwamba wanatoa huduma za matibabu za bure, tunaweza tu kuungana nawe, uanze tu kwa jina, utueleze ni huduma zipi ambazo mnatoa katika. Naitwa Vera Akinyi, mimi ni nurse lakini nafanya hapo Mount Kenya University. So leo tunahudumia walimu kuwapea services kama za kuangalia breast cancer, so we are doing breast examination. We are also doing a prostate cancer check for male. So tunaita PSA check. So tunaangalia pia hiyo. We are also doing blood pressure tests for both female and male. We are doing blood sugar tests, and also tunaita body composition, where we are checking your fat, your weight, your height, your BMI, kama hiyo weight iko sawa na height yako. So hizo ni huduma tunawatolea. Apart from that, pia tuko na emergency services, na tunawaelezea kama first aid services tunaweza fanyia watu kama maybe ako shule pale, mtoto amepoteza fahamu, tunaweza musaidia aje. So those are the basic life support or the first aid services tunafundishana ama tunaambia walimu. Labda tukiongelea masuala ya College of Medical, labda ni courses zipi ambazo Mount Kenya inatoa? Mwanzo kuna medical school, so those are doctors. We have school of nursing, those are nurses, which it's also international, wanaweza kufanya kazi popote. Tuko na clinical medicine, tuko na nutrition and dietetics, na pia na community health, public health. So hizo zote ziko Mount Kenya University. Asante sana. Vile vile tuweze kusikia kutoka kwa mwingine, labda ufakaribia tu hapa, uanze kwa jina. Kifupi tu tueleze ni nini ambacho mmetuandalia katika. Asante sana, tunafurahia sana uhusiano wetu wa kikazi na Cape Media wa kila saa. Kwa majina, mimi ni Wilson Okongo, afisa wa mawasiliano kwenye kampuni ya maziwa ya Brookside. Leo hii tuko hapa Mombasa kushirikiana na walimu wa shule za primary ambao mwaka huu tumeweza kuwasponsor na shilingi milioni 1 in cash donation together with 1.9 million in products that we are going to give all head teachers as samples for all their schools in the 47 counties of the Republic. Now, the reason why Brookside Dairy is targeting schools is that we've come to a conclusion that our schools are a niche market, especially for pupil or child-centered products, for example, the white milk category, the flavored milk category. So we are collaborating with our schools so that we can increase our net of opportunity in terms of sales and to rev up product uptake in our institutions. Thank you so much. Asante sana. Asante sana kwa sababu ya muda. Siweze vile vile kusikia kutoka kwa walimu ambao wamehudhuria kongamano hili. Labda mwalimu utakaribia tu hapo, uanze kwa jina, utueleze ni mwalimu kutoka wapi. Kwa majina naitwa Godfrey Mtanyi, mwalimu mkuu wa Nambale Urban Comprehensive School. Niko hapa kwa sababu ya kongamano letu la walimu wakuu ambao huwa tunafanya kwa kila mwaka. Tumefurahisha maandalizi vile yalivyo, na nafikiri sasa walimu wakuu huwa wanakuja kwa kila mwaka kujifunza mengi, hasa vile tunaweza kuongoza shule zetu. Mwalimu, tuzungumzia mpito wa CBC na ni mojawapo ya swala ambalo linazungumziwa hapa, labda pale shuleni maandalizi yako vipi? Serikali naweza kusema kwamba imejisatiti vilivyo kuhakikisha kwamba tunapata vifaa ambavyo vinahitajika. Vile vichache ambavyo vimebaki, najua kwamba huu mfumo vile ni mpya, serikali itaendelea kuhakikisha kwamba kila kitu kina kuwepo ili wanafunzi wapate masomo yale ambayo yanahitajika. Tumeona jana mkitolewa kutoka Aon Minet kupelekwa SHA. Labda wao wachangia vipi kutokana na hiyo kuhamishwa kwa bima? Bora tupate huduma zile ambazo zinahitajika. Unajua tukiwa umezaa watoto wawili, saa zingine inaweza kuwa ngumu kwa timiza haja zao. Lakini sasa vile tumejiunga na SHA kirasmi, tunaomba tu serikali hakikisha kwamba tunapata huduma vile inahitajika ikiwa tutahitaji hiyo huduma.
Asante sana. Vile tuweze kumalizia sana mwalimu wa mwisho hapa. Mwalimu, anze tu kwa jina utueleze. Kwa majina ninaitwa Androlo, mwalimu mkuu wa Lumboka RC Primary kutoka kule kaunti ya Bungoma. Tumekuja katika warsha hii. Kongamano hili huwa la kila mwaka kuhakikisha kwamba tunapata mafunzo jinsi ya kusimamia shule zetu. Kwa hivyo sawa mwalimu, ukiangalia tu labda kamera ukizungumza, labda tueleze ni masuala yapi ambayo yanajadiliwa hapa ambayo unahisi kwamba yatakuwa manufaa sana pale shuleni? Masuala ambayo yanajadiliwa hapa ni masuala ya usimamizi wa shule, hasa sisi ambao tunasimamia shule ambazo ni comprehensive, shule ambazo ziko na sekta muhimu 3. Hiyo ni shule ya chekechea, shule ya kimsingi na shule ya junior secondary. Hayo masuala ni ya muhimu sana. Kwa hivyo hata nasi tunajivunia kwa vile tumepita katika hali hii na tumehakikisha kwamba tumepitisha grade 9 wanaenda grade 10. Sasa sisi tumekuwa gwiji katika sekta hii na tumekuja tukupata mafunzo ya pamoja ili kuhakikisha kwamba tunaboresha sekta hii. JSS wametaka kujitenga kutoka pale isikuwa sa comprehensive na JSS. Labda nyinyi mnahisi hili litakuwa wazo zuri ama unahisi vipi? JSS haiwezi jitenga kwa vile sessional paper ambayo imeandikwa na Wizara ya Elimu imeweka shule hizi 3 pamoja, na hata ile public participation ya Presidential Working Party ilitembea Kenya mzima ikitoa maoni ya watu, na watu walipitisha kwa kauli moja kwamba JSS ibaki katika shule ya msingi kwa vile ni nafuu kwa wazazi. Asante sana. Yeah. Asante sana mwalimu, kwa sababu ya muda tutamalizia hapa. Mwenzangu Paul Kirobi, hivyo ndivyo hali ilivyo. Tumeweza kusikia maoni ya walimu kutoka katika eneo hili ambapo vile vile waonyeshaji wamejitokeza, wanaonyesha, na vile vile MKU wanatoa huduma za matibabu ya bure, wanatoa vipimo katika eneo hili kuhakikisha kwamba wanaboresha hali za wateja wao na vile vile wanafunzi ambao wanapania kusomea katika chuo hiki cha MKU. Kutoka katika eneo hili, kongamano la walimu wakuu ambalo linaendelea kaunti ya Mombasa, mimi ni Quinto Wafula, naregesha kwako studio. Asante sana Quinto Wafula ukiwa katika kaunti ya Mombasa kwa kuweza kuhudhuria kongamano hilo. Bila shaka tunatumai kwamba ifikapo mwendo wa jioni tutatujuza mengi zaidi kwa mapana na marefu. Kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine. Sasa wacha tuvuke katika maeneo haya ambapo mkewe mwanasiasa wa zamani na aliyekuwa mbunge wa Nyandarua Kaskazini Josiah Mwangi Kariuki, ambaye kwa jina la umaarufu wake alikuwa anafahamika kama JM Kariuki, Terry Kariuki, anazikwa leo nyumbani kwake eneo la Gilgil, ambapo wanasiasa wa mrengo wa upinzani wanahudhuria ibada ya mazishi. Kwa sasa tunaungana naye Willy Dennis Njiru ambaye yuko kwenye eneo hilo ili atujuze kwa mukhtasari ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa. Kumbuka kwamba JM Kariuki ambaye anafahamika sana katika ulingo huu wa siasa amechangia pakubwa katika ulingo wa siasa, ndiposa akaweza kujenga jina lake la JM Kariuki. Na ikumbuke kwamba siku ya leo ni mazishi ambayo yanafanyika kule maeneo ya Gilgil, na ambapo viongozi kutoka mrengo wa upinzani, viongozi kadha wa kadha watakuwa wanahudhuria mazishi hayo, na pia tunatarajia mengi yataweza kuibuka. Wacha kwa sasa tuvuke moja kwa moja tuungane naye Willy Dennis Njiru atujuze kwa kina zaidi. Willy? Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Bila shaka kwa mara nyingine tumepatana hewani agalabu upande mwingine wa kaunti ya Nakuru katika eneo la Gilgil. Hapa ni mazishi ya mwenda zake Terry Kariuki ambaye anapumzishwa hii leo baada ya kipindi kirefu tu kuwa yuko hapa duniani kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Wananchi wametoka katika tabaka mbalimbali kuweza kumuenzi kiongozi huyu. Itakumbukwa kwamba Josiah Mwangi Kariuki alikuwa kiongozi wa eneo la Nyandarua, eneo bunge la Nyandarua Kaskazini, na aliweza kufariki mwaka wa 1975, na hili hapa aliweza kulazwa katika eneo hili hapa, na mpiga picha wangu labda kidogo anaweza songea hapo kumbukumbu ya picha ambayo kwa kawaida wengi wanaifahamu hapo. Inaashiria kwamba alizaliwa tarehe 21 mwaka 2029 na aliweza kufariki Machi 2 mwaka 2000
75. Na upande ule mwingine pale ndipo atakapokuwa akizikwa mwenda zake Terry ambaye ni mke aliyekuwa mke wa pili wa marehemu JM. Katika eneo hili pia amelazwa mke wa tatu wa marehemu JM. Alifahamika alikuwa na wake watatu, na kati ya hawa wake watatu mmoja ambaye ni mke mkuu na aliweza kusalia. Tutakuwa tukizungumza na mkazi mmoja wa hapa, na vile vile tungependa kuwajuza kwamba kiongozi wa chama cha bwana aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua yuko katika eneo hili, mbunge wa eneo la Naivasha Jane Kihara, vile vile kuna mbunge wa eneo hili mheshimiwa wa Muhia, na mheshimiwa gavana wa kaunti ya ile aliyekuwa mbunge wa eneo jiji la Nairobi Maina Kamanda vile vile ameweza kufika hapa. Na yote tisa, tueleze jina lako na unamfahamu vipi marehemu Terry? Kwa majina yangu kwanza. Mama, angalia kule. Kwa majina yangu kwanza ni Charles Jenga Gatimo, jirani wa boma hii. Na mimi nilikuja hapa mwaka wa 90, mwaka wa 1995. Na nimekuwa nikiishi na hawa watu, ni familia. Kwa kanisa, tuko kanisa moja PCA. Mama Nyambura tunashiriki naye kwa kanisa. Na mimi ningetaka kutoa rabirabi zangu kwa hii familia, kama kuwapea pole. Sababu sasa hii msiba imetoka, na niwaambie pole. Sasa nimeishi na hii watu. Hao watu tuseme kama huyu mzee, huyu amelala hapa, huyu ni kinara. Sababu kama angekuwa hai, huyu mzee tungekuwa mbali. Vile unaona hivi haungekuwa hapa. Kulikuwa na matinga, kila kitu tulikuwa tunafurahia sana. Lakini sasa yote unajua, mtu akilala yote inafanya ni inaenda. Kwa hivyo tunasema pole na pole na pole. Asante, wacha tupate fursa ya kuzungumza na mjukuu wa familia hii. Nieleze jina lako, aliyekuwa mbunge JM Kariuki na Terry ni nani kwako? You can speak in English. My name is Susan Mombi. Susan Mombi. Terry was my shosho and JM Kariuki was my guka. For JM Kariuki, never found him. I just hear history, and I know he used to be a helping person, a helping man. For Auntie Terry, we are really sad that she left us so soon. She used to be so caring, so loving. We feel so sad that she's gone right now. Now we are here to give her her last respect for what she has been doing to us as grandchildren, nieces. Yeah. Of course, there is what you take home with you, and is what you keep for memories, teachings from what he has given to you. What will you take home with you from the grandparents? For what I'll take home through my grandparents is that one should be caring. You don't know about someone's tomorrow. For the needy she used to help, we should care. That's what she has been doing all along. So, yeah. Okay, kabla sijakurejeshea majembe mwenzangu Paul, nimepata mzee wa Marika hapa. Tueleze jina lako, ulimfahamu vipi kiongozi huyu JM Kariuki na uongozi wake? Na Simon Njoroge Kimani, na tunamtambua huyu mzee wetu kama ndio alikuwa kiongozi mzuri ya area hii, na kama angekuwako naona tungekuwa tumekaa mzuri sana kwa area hii. Kwa hivyo tukimuona tunamkumbuka sana. Yeah. Sasa leo ni siku ya kumpumzisha mke wa pili kati ya watatu wake. Ni yapi ambayo mnasoma kutoka kwa legacy ya viongozi hao? Kwa vile tumeona kwa legacy ya hii watu, tunaona ni watu walikuwa wamekaa mzuri na watu, ni watu wangwana, ni watu wamekaa vile tumevuka kazi yetu yote tuje tumfusishe hii mama Bibi Kariuki. Alikuwa mtu aina gani labda kwa kifupi? Alikuwa mtu mungwana, alikuwa mtu ya kusikilizana na watu, alikuwa mtu akija kwa watu anakaa mzuri na watu. Yeah. Ni yapi ambayo mmeiga kutoka kwa JM Kariuki?
kwa vile tumekaa na kwa vile tumeona kwa huyu mzee kama angekuwako ingekuwa area hii imeendelea sana. Kwa vile sasa tunaona vile mambo imeenda haiendi mzuri sana kama vile angekuwako wakati ule. Yeah. Asante, nashukuru sana kwa muda wako. Paul Kirobi, bila shaka hata kwangu mimi ni fursa adimu. Jina hili tu tulisikia tangia miaka ya zamani, na japo ni kwa kazi pia mimi nimepata fursa ya kuweza kufika mahali mzee huyu JM Kariuki aliyekuwa mbunge wa eneo hili aliweza kulazwa miaka hiyo ya zamani tu. Lakini tangu vile tulivyowajuza watazamaji wetu ni kwamba viongozi wa kisiasa wameweza kufika eneo hili wakiongozwa na mkuu wa chama cha DCP Bwana Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu rais na viongozi mbalimbali wa kutoka eneo la Mlima Kenya. Vile vile tunamtarajia kiongozi wa chama cha Wiper ambaye ni aliyekuwa vile vile naibu rais wa zamani Stephen Kalonzo Musyoka aweze kufika hapa, na natumai kwamba huenda siasa zitasheheni maongeo watakapoingia pale. Kwa sasa tu ni nyimbo zinaendelea, mahubiri yamekamilika, kisha labda watapewa nafasi yao ili kuweza kuzungumza na watu kabla yote 9 hayajawa 10 na tukaweze kuandaa taarifa zetu za hapo baadaye. Ni hayo tu kwa sasa, mwenzangu Paul Kirobi, na kurejeshea usukani kwako ili uweze kuendelea na taarifa zaidi. Studio ni zetu jijini Nairobi. Naam, asante sana Willy Dennis Njiru ukiwa maeneo ya Naivasha, hasa katika maeneo ya Gilgil, kwa kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi. Tunatarajia mengi ifikapo mwendo wa jioni, kwa hivyo endelea kutegea TV47 mtazamaji. Kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine, tuangazie taarifa ya kuhuzunisha ambapo hali ya majonzi bado imewagubika wakazi wa Chesongoch katika kaunti ya Elgeyo Marakwet ambao hadi sasa hawajapata wapendo wao waliosombwa na kufunikwa na udongo pamoja na mawe kutokana na maporomoko ya ardhi yaliyotokea wiki moja iliyopita, huku serikali ikitangaza tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka 2025 kuwa siku ya mazishi kwa wale ambao miili yao imepatikana. Familia ambazo bado hazijapata miili ya wapendo wao zingali zinahangaika kuwatafuta. Baadhi ya wakazi hao wana matumaini makubwa kuwa watapata miili ya wapendo wao kabla ya tarehe 21 mwezi huu ili waweze kuwazika. Kwa upande wake, afisa mkuu anayesimamia masuala ya majanga katika kaunti hiyo Lawrence Mutuol amesema kuwa watashirikiana na familia ambazo bado hazijapata miili ya wapendwa wao. Kijana yangu Martin Chesach hajapatikana na mtoto ya jirani Chebet bado hajapatikana. Na mpaka saa hizi tuko na matumaini tutapata hao wote na tutawashika pamoja tarehe 21 wote. Tunawaomba kama kuna bahali wengine foresi ya Kenya, saidia, utusaidie, mtusaidie, mtupatie shamba tutoka hapa twende tuishi huko. Na sai watoto wenye wamepaki hakuna wenye wanaishi kwa sababu mawe imejaa tu shamba yote kutoka chumba ka chini. Nilikuwa nimekumbuka maneno mingi, lakini wakati madaktari hata walikuja wakatusaidia kutuongelesha, tulikuwa hata na madaktari ya kuongelesha mtu karibu kichwa inakimbia. Nilikuwa moja ya hawa, lakini wakati serikali walijaribu kutuletea hao watu karibu, pressure ilirudi sawa na hata ile kichwa ilikuwa inatusumbua imepoa. Wale watu hawajapata watu wao wapendo wao, tunaendelea kutafuta na tumekaribia watu, tumeongelesha hao sababu hata wametofika sababu watasika nani wale 29 wanapatikana na hiyo 10 bado inapotea. Who will this be vary? Ni changamoto tele kabisa, but we are hopeful. Tunakaa pamoja nao, hata sasa nimetoka nao huko chini, tumeomba huko, akina mama wameomba, makatekisa kutoka Jesoi Paris walikuja, tumeomba huko msituni, na tunatumaini kwamba by end of this before 21st tutapata wao watu wote, watapata wapendo wao. Mimi na imani sana. Naam, ndivyo hali ilivyo katika maeneo ya Chesongoch. Kwingineko ni kwamba familia moja mjini Naivasha inalilia haki kufuatia hatua ya hospitali moja ya kibinafsi mjini humo kuondoa mwili wa mpendwa wao aliyefariki mumo humo akipokea matibabu hadi kwingineko bila ufahamu wao.
Jumatatu usiku. Siku 10 zilizopita, mwenda zake alifikishwa hospitalini humo kwa matibabu ya dharura. Siku 3 zilizopita akiwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi alikofariki saa 4 Jumatatu hii. Familia ilidai kuwa hospitali ilichukua saa 5 kutayarisha bili ya hospitali iliyozidi milioni 1.3, ikiwa lazimu jamaa na marafiki kufika humo ili kulipia deni. Walakini ikabainika kuwa mwili huo uliondolewa mbele ya macho yao pasi na ufahamu wao, kwa dhana kuwa ni mgonjwa aliyekuwa akihamishwa kwingineko. Ambulance imekuja masaa ya saa 1:30. Tukidhani ni mwili mwingine umeletwa hapa ama mgonjwa akiwa hali mahututi kuhudumiwa hapa, tukaona kwamba ni maiti ambayo imetolewa ndani ya hospitali hii. Hofu kwamba tu kujua kwamba ni mgonjwa wetu. Kisha kidogo wakawa wana shida ya kuingisha huyo mwili kutumia machela. Tukawa tunawasaidia tukidhani sisi ni wasamaria wema, tunasaidia mwili kuingia kwa hilo gari la ambulance. Bahati mbaya tumekuja kuambiwa kwamba mwili ni wetu umesafirishwa kupelekwa mahali ambapo hatujajua mpaka kwa sasa. Nilikuwa nimesema tutafute mahali tunaweza mpeleka, lakini finally vile wamemchukua hata nimeshanga, sababu mimi hata sikujua kuna ilikuwa na assist mtu ambaye ni mwenye nilikuwa ninangojea. Sasa imetubidi tu tukae tukagoja, but we were shocked to see that they took the body to a known place that we don't know without even our consent. Ni huzuni kubwa, tunaomba tu tuweze kupata haki. Maana hata kama ni kuwasiliana, watu huwa wanakaa na wanawasiliana kama kwa jambo lolote ambalo sio sawa, lakini huyu daktari hatumuoni. For one, tunapata wale wasaidizi wake wenye hatuambii mwenye tunafanya kazi na yeye ako wapi. Kwa hivyo sisi tuna deal na hao wenye wako kwa counter, lakini wenyewe hatumuoni. Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba polisi katika kaunti ya Nandi wameanzisha uchunguzi baada ya mtu mmoja kuripotiwa kuaga dunia kufuatia unywaji wa pombe kupindukia katika eneo la Mugundoi katika kaunti ya Nandi. Inaripotiwa kwamba Duncan Kipkemboi mwenye umri wa miaka 31 alifariki baada ya kushiriki kwenye shindano la unywaji wa pombe na wenzake wengine watatu, baada ya kukubaliana na wenzake kuwa atakayeshindwa kumaliza kunywa pombe kavu bila ya kuchanganya na maji angelipia ada zote kama adhabu. Wenzake watatu sasa wanapokea matibabu katika hospitali ya Nandi Hills huku uchunguzi ukiendelea. Wale vijana walikuwa kwanza wameenda kwa sherehe mahali wakakunywa busaa kutoka kwa sherehe, wakaja kwa hiyo wines and spirits kama tayari walikuwa walevi. Na walipofika pale wakaanza challenge ama competition fulani ya kushindana kunywa pombe inaitwa Vikings, inaitwa General Vikings, na nyingine inaitwa Dallas ambayo ni pombe halali, but walikuwa wanashindana kunywa kiasi ya kwamba wewe ukimaliza ile pombe umepewa unalipiwa bill, lakini ukishindwa unalipa nini? Unalipa bill. Na walikunywa pombe nyingi sana, because tunasikia kwamba walikunywa chupa kama 8, na ile ni spirit ambayo si pombe unaweza cheza nayo. Wote waka blackout. So there is a likelihood ya kwamba huyu aliwekewa pressure, na kwa sababu ya ile kuwezo na pombe akazidiwa. Tunaongoja postmortem tujue exactly what happened. Na tumechukua hatua because ile pombe yote ilikuwa kwa hiyo wines and spirits tumezichukua na tumesubmit already ende ifanywe analysis ndio tujue kama kuna pombe ilikuwa expired ama ilikuwa mbaya. They came into the hospital unconscious and had one of them had vomiting, another one had what looked like seizures. However, our team managed to stabilize all of them, and we still have one more patient in the facility who is under treatment and is likely to be discharged either today evening or tomorrow in the morning. Na bila shaka dakika 30 imekatika baada ya saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Wacha tuchukue mapumziko mafupi, kisha tukirejea nitakuwa na kujuza mengi zaidi, kwa hivyo usiende mbali.
your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tiaga. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Chama cha Haki na Uhuru cha Kenya, JFP, kinapendekeza mbinu ya kupunguza deni la Kenya kutoka 70% ya mapato ya taifa hadi 45%. Aidha, chama hicho pia kinapendekeza kuanzishwa kwa adhabu ya kifo kwa maafisa wa serikali ambao maamuzi yao yana gharama kubwa na madhara kwa wananchi. Media Council, media guys, you are here. I think you know the sources of those who organized the presidential debate in 2013. I was right at the center of that. And subsequently, through 2018, we were in the forefront. Actually, we did litigation. We were the ones who even stood against the draconian BBI, took it to court. The petitioner who petitioned the 70 constituency, the heart of it is here with you. Because that law was going to empower tyrants, and they were going to exploit Kenyans through tribal reward, and we stopped it. And we've continued advocating and engaging Kenyans, and that engagement, to me, I've been careful not to just call it agencies. The quest for change is for all of us. Compartmentalizing it and calling it Gen Zs actually amount to dividing and ruling, which we know who has perfected that art, isn't it? Yes. That was the colonial method. The quest for change is for all of us. And that push has not stopped. I was right in the front when we were going to Parliament, and I got 3 bullets. But thanks to the Almighty, I'm here. Gen Zs are still here. And that is why we are giving the young people hope. I know there's a serious voter apathy in terms of registering for votes because of lack of confidence, especially in the current setup of IEBC. It's not exuding confidence at all to attract the young people to participate in the democratic process or even to register. But as from this end, and as Justice and Freedom Party, who has participated in the quest for accountability and pushing for economic growth and betterment of our country, I want to tell the young people that you are not alone. We are together. And we need to keep hope alive. Sometimes I use the quote of Martin Luther, that when you are about to reach the mountaintop, the road winds. The road winds, and when the road winds, majority gives up. That is when people cast off restraint. But if you keep moving, just at the corner, because all that you were waiting for was for this lineup to get together. And here we are. You can see men of resolve,
men who hate corruption viciously, men who are able and capable, men who speak the truth. Bishop here has fought and has stood for truth no matter what. And is known for those records in this country. So to the young people, I'm telling you there is hope. Right at the corner, we are going to reach the mountaintop, and we are going to do this together. So we want to thank you. We want to thank you. Oh, there's still more questions. Okay. Right. We know that death penalty is still in our statute. We know that it is reserved for 3 crimes. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba msichana wa miaka 6 katika eneo la Bomokora Bonchari katika kaunti ya Kisii sasa anapokea matibabu baada ya kudaiwa kunajisiwa na mwanaume wa miaka 34 anayedaiwa kuwa na historia ya uhalifu. Na kama anavyotuarifu Carol Wangari ni kwamba familia yake inakabiliwa na maumivu makali huku ikililia haki ya mtoto wao. Kijiji cha Bomokora Bonchari kimegubikwa na hofu isiyo na kifani. Hii ni baada ya mtoto wa umri wa miaka 6 kudaiwa kunajisiwa na mwanaume wa umri wa miaka 34 mwenye rekodi ya uhalifu. Kufika hapa nikapata ni kwamba mtoto amepatikana kwa nyumba ya huyu kijana akiwa amenajisiwa, na walimpata kwa kitendo, wakachukua mtoto. Mtoto alipotolewa alikuwa hali mahututi, hakuwa naongea na alikuwa amezirai. Mtoto huyu sasa yuko katika hospitali ya rufaa ya Kisii Referral akiendelea kupata matibabu, huku wakazi wakisema kijiji kinaishi kwa hofu na wamekosa amani tangu mwanaume huyu anayejulikana kama Harrison Boy alipoachiliwa huru, kwani hii si mara ya kwanza mwanaume huyu anadaiwa kuwanajisi watoto, kwani historia yake inaonyesha amekuwa akirudi jela mara 3 kwa makosa ya aina hii. Alipotoka jela na akakuja tukamkubali akakaa hapa, lakini tangu akuje hapa amekuwa na matendo ya uhalifu kila wakati. Sio mara ya kwanza yeye kufanya hii kitendo, alifanya hapo awali akafungwa na serikali miaka 15. Tena amerudi kwangu sasa kwa mjukuu yangu amefanya hiyo vitendo. Diana Nyachama wa chama cha mawakili nchini LSK amekagua hali ya mtoto hospitalini na kutembelea familia ya mtoto huyu, where the grandmother informed us that she still has other grandchildren here at home who needed to be helped. We conveyed this to the advocates in Southwest branch. They came together. You've seen the shopping. Kwa sasa wakazi wa Bomokora wanaiomba serikali na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka na kuhakikisha kuwa haki imepatikana, huku jamii ikijitahidi kuhakikisha watoto wote wako salama katika kijiji chao. Chukuliwe hatua ambayo itamzuia kuja hapa, ili watoto wengine waishi kwa amani na watoto wengine wakuwe safe. Kwa sababu hatujui atakaporudi hapa, hatujui atafanya nini tena. Carol Wangari Wanjiru, runinga ya TV47. Asante sana Carol Wangari kwa taarifa hiyo. Huku serikali ikiendeleza harakati zake za kupigia upato mradi wa Nyota nchini, mpango huu umeonekana kupata pingamizi kutoka kwa baadhi ya viongozi nchini, huku baadhi yao wakisema kwamba huenda usiwafaidi vijana wote. Isaac Famba ameandaa taarifa hii. Tangu kuzinduliwa rasmi kwa mpango wa Nyota ambao unalenga kutoa suluhu kwa ajira kwa vijana ikiwemo kuboresha ujasiriamali na Rais William Ruto, baadhi ya viongozi nchini wameonekana kutofautiana na mradi huo wa serikali ambao wanasema huenda usiwe na manufaa makubwa kwa vijana wengi nchini. Akizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa mpango wa Nyota katika kaunti ya Kakamega, Rais William Ruto alisema nia kuu ya mpango huo ni kuwawezesha kifedha vijana wengi ambao wanapania kujihusisha na biashara kama njia mojawapo ya kuinua maisha yao. Ndio tukakubaliana, we are going to design a program that is going to bring inclusivity and equity so that every part of Kenya participates in this program. I am very proud that today, with our partners, the World Bank and other partners, we have designed a program that will make sure young people, entrepreneurs in every part of Kenya will participate in this program, be part of it, and benefit from it.
Mbunge wa Saboti Caleb Amisi amekuwa kiongozi wa hivi punde kujitokeza na kupinga vikali mpango huo ambao anasema tayari baadhi ya vijana wametengwa huku idadi ndogo ya vijana ikinufaika na mradi huo. Siko kwa serikali ama na opposition leader. Nachukua milioni 4 na pea vijana wote. Alafu serikali mzima ambayo iko na trilioni 4 ya pesa inakuja nachukua vijana 50 peke yake. Saboti mzima ati nawapea pesa zinaitwa nyota. Vijana 50. Hapa kuna watu, ni uongo sio uongo? Hapa kuna mtu amefaulu nyota, tuone. Kuna mtu amefaulu nyota. Amisi kwa sasa amesema kuna haja ya vijana kuwezeshwa kupitia miradi ya kifedha kama njia mojawapo ya kuwapa ujuzi wa kujiendeleza kibiashara. Nikakaa na wa vijana wa Matisi na vijana wa Tuwani. Nikachukua shilingi zangu milioni 4. Nikawagawia kila group. Si muliona? Nikawagawia kila group. Sasa mimi nagawia vijana wa Tuwani na Matisi ambao wanakaa kwa slum, watu ambao wajiwezi, slum dwellers, ndio wajikakamue, waanzishe biashara na waanzishe zile miradi wanafanya. Isaac Famba, TV47, ikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Asante sana Isaac Famba ukiwa katika kaunti ya Trans Nzoia. Wakazi zaidi ya 10,000 wameandamana katika eneo la Magarini katika kaunti ya Kilifi wakipinga madai ya unyakuzi wa ardhi ya zaidi ya ekari 8,000. Viongozi wa eneo hilo wameonya maafisa wa usalama dhidi ya kuhangaisha wakazi wanaopigania haki ya ardhi ya mababu zao. Susan Locho na mengi zaidi. Katika eneo la Magarini, maelfu ya wakazi wa Hawewanje, Matolani na Bombi wanapaza sauti zao. Si kwa furaha, bali kwa uchungu wa kupokonywa ardhi waliozaliwa, wakalelewa na kuwazika mababu zao. Tumezaliwa hapa na tumeoa hapa na tuko na watoto wanasoma. Sisi Beni atatupeleka wapi? Mwambie waache mchezo. Ekari 817 za ardhi sasa zimegeuka uwanja wa vita vya haki baada ya kudaiwa kunyakuliwa na kampuni ya Express chini ya mwekezaji Benjamin Mutua mwaka wa 2005. Ardhi tumejaribu kung'ang'ana kwa sababu alikuja kudanganya wazee wetu. By that time hakuna level of education ilikuwa chini sana. Ndio akachukua advantage, akikabidi akagrabu hii shamba. Alichukua ekari kubwa sana. Lakini si kelele za unyakuzi pekee, ni za hofu, za vitisho kutoka kwa baadhi ya maafisa wa utawala wanaodaiwa kuwahangaisha wakazi wanaotafuta haki. Juzi chifu wetu hapa anamwambia kijana, I have the power to throw you out of this meeting. Hakutumia lugha. Mbona simtoe Beni aende na lugha yake? Mbunge wa Kaloleni Paul Katana akiunga mkono amesema tume ya kitaifa ya ardhi ndiyo yenye mamlaka ya kusuluhisha migogoro kama hayo. Sisi sio maskota na hatutakubali kuitwa maskota katika ardhi yetu. Huyu Beni anaitwa Beni ni nani hapa? Hii shamba ni ya wakazi wa hapa na lazima iregeshwe kwa wakazi wa hapa. Wanaeleza kuwa hawataki vurugu, lakini uvumilivu una mipaka. Kishiko kwa sababu ya kutetea mkaaji wa hapa apate haki yake, tukiwa tumeshirikiana na MCA hapa, basi acha nishikwe, lakini lazima tuongee ukweli. Katika eneo la Bombi, wanakumbuka kwa uchungu siku ambazo mifugo ya jamii ya Orma ilipigwa marufuku na watu kuuawa kwa sababu ya migogoro ya ardhi ya malisho. Sasa kufikia leo bwana gavana, tunataka utuambie, maana hii swala si la Hawewanje peke yake ama Kisiki, hata Ganze pia matatizo ni hayo. Kama wanyama wezi tolewa, mtuambie hawatoki, tujue kwamba hawatoki. Siku tudanganya wanaenda na waendi. Wakazi wa maeneo haya sasa wanaeleza kuchoka kwao kutokana na kuvumilia mateso, na sasa wanaomba serikali kuu iingilie kati kwa haraka ili kuzuia kufukuzwa kwao kutoka kwenye ardhi wanayoita nyumbani. Namwambia DC na naambia pia polisi, mambo ya ardhi wachane nayo. Mambo ya ardhi leteni kwangu, si ya polisi, si ya chifu, si ya DC.
Kwa sasa, matumaini pekee ya wakazi hawa yamo mikononi mwa serikali na Tume ya Kitaifa ya Ardhi, wakisubiri siku ambayo haki itashinda. Susan Locho, Runinga ya TV 47. Asante sana Susan Locho kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba fukwe za Malindi na Watamu ambazo zilitambulika kwa uzuri wake wa asili sasa zinakabiliwa na changamoto ya taka za plastiki. Hata hivyo, kundi la wanafunzi chipukizi wa klabu ya kulinda mazingira ya Eco Club katika shule ya Learning Hub eneo la Malindi kupitia ubunifu wao wameanzisha mradi wa kulinda bahari na kuhamasisha jamii kutunza mazingira. Juliet Kimwe na mengi zaidi. Katika juhudi za kudhibiti uchafuzi wa bahari, wanafunzi 16 wa klabu ya Eco Club katika shule ya Learning Hub eneo la Malindi wamezindua mradi wa mazingira unaohusisha uwekaji wa mapipa ya taka ambayo yatatoa nafasi kwa wakazi na watalii kutupa taka kwa njia iliyo sahihi. You can just throw the trash in and it will reduce at least the number of cases of maybe when trash gets into the ocean or maybe dirty environments. Ayan Rashid Omar, ambaye ni mmoja wa wanafunzi wa klabu hiyo, amesema kuwa lengo lao kuu ni kulinda viumbe vya baharini na kuhamasisha uwajibikaji wa kijamii, huku akisisitiza kuwa hatua hii italinda fukwe kwa ujumla. Normally, it also prevents a lot of trash from scattering around the place. As the Eco members, normally we go to the beach and clean up, but no matter how much we clean up, still we won't get 100% because mostly the water sweeps all the trash into the ocean. So you can't swim into the ocean to get, let's say, a plastic bottle. So it will reduce the number of cases where the trash gets swept everywhere. We are creating a bin made up of improvised materials that we can help in cleaning up the beach and saving marine life. So this bin will help in preventing littering in the first place instead of just coming to collect the trash, which doesn't do much. Kwa upande wake, mlezi wa klabu ya Eco Club Odiere Polycarp amesisitiza kuwa mradi huo ni dhibitisho kuwa suluhisho la uchafuzi linaweza kuongozwa na vijana, huku akiwataka kuungana ili kulinda mazingira. It's a simple tool but a very important tool, because with this then even the community can help in placing the waste materials that are used or that are found alongside the coastal shores. Meneja wa shule hiyo Alphonse Menza ameeleza fahari yake kwa uongozi na maono ya wanafunzi hawa, akisema kuwa lengo la shule ni kuwawezesha wanafunzi kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto za mazingira, na kusema kuwa wanafunzi hawa ni mfano kwa jamii. As you can see, our students here are the ones who are doing it, and then one or the other is making them also become responsible people in the society. Kwa kushirikiana na huduma ya wanyamapori nchini pamoja na halmashauri ya Malindi, mradi huu unatarajiwa kuenea na kufikia fukwe nyingi za pwani, ukionyesha jinsi juhudi za vijana huleta mabadiliko katika uhifadhi wa mazingira. Nikiripotia TV 47, mimi ni Juliet Kimwe. Asante sana Juliet Kimwe kwa taarifa hiyo. Wadau wa elimu kwa ushirikiano na viongozi wa kidini wamewataka vijana nchini kukumbatia masomo ya kiufundi, wakisema kuwa yanatoa nafasi nyingi za ajira kimataifa baada ya kazi za afisini kupungua. Mkuu wa wanafunzi wa chuo cha kiufundi cha Kabete Morris Nyakarengo amesema kuwa masomo ya kiufundi yanawasaidia wanafunzi kujifunza kazi za mikono na kupima ujuzi waliopata kabla ya kujiunga na chuo. Aidha, Askofu Ben ametoa wito kwa wazazi kuwasihi watoto wao kujiunga na masomo ya TVET, akisema kwamba mfumo mpya wa CBC utawezesha kutambua na kuendeleza vipaji vyao. Nyakarengo, the Dean of Students, Kabete National Polytechnic. Now we are only basing on now hands-on experience. That means now previously we used to go theoretical, but right now we do hands-on experience. So we have a curriculum which is modularized, where you have to come and we train you practically for 3 months. Then you exit to the Kenyan market, then you make yourself happy and also you make yourself self-employed. TVET is the best center for hands-on experience.
as we are waiting for the CPC, that means now we are waiting for the grade 10. As they join us, we proceed in the right way. Courses za TVET watu wao wamezidunisha sana, na ni courses ambazo mwanafunzi akitoka hapa ama after graduation anaenda direct kama ameanza maisha na anaweza kujisimamia katika maisha. Jina ni Frank Wahome. Being employed even for a pretty simple job, you must have the qualifications. And haina haja ukae huko pale, you know you can do something, yes. Unaweza tengeneza kiti, unaweza tengeneza nguo, but you need some documentation. Join any school that is within you, a technical course. Kama uko karibu na Kabete, kuja. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba wanachama wa mashirika ya kijamii katika kaunti ya Migori wanaitaka serikali ya kaunti kukamilisha miradi yote ya maendeleo iliyokwama ili kuweza kuimarisha uwajibikaji na uwazi katika usimamizi wa rasilimali za umma. Wakizungumza kwa ushirikiano na shirika la uchumi, jamii na haki za kitamaduni, walisema kuwa miradi kadhaa ya maji na afya imekwama kwa miaka licha ya fedha kutengwa kwa ajili ya kukamilishwa kwa miradi hiyo. Mashirika hayo yamehimiza serikali ya kaunti kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa miradi hadi kukamilika, yakiwakosoa wabunge wa eneo hilo kwa kushindwa kutekeleza jukumu lao la usimamizi. There were plans and financial management was done and things were put in place, money was put for it, and it has never been done. That money was there to do the piping of the whole project. Up to date, there is nothing, there is no water, the community are suffering, the children are not getting clean water. There are some projects in Rongo sub-county, in Mori Nyamatomo, where water was drilled. Unfortunately, the water coming out of that well is not clean. It has toxic substances and very harmful to the society. I want to talk about 3 issues. One being water. There is a water which was drilled at Ugwethi Primary School, and the solars were installed. There is also a drawing point which has been constructed at the Ugwethi market. Piping has been done, and up to date, that water is not functioning. It's not helping the people of Ugwethi because it was supposed to be supplied within the whole of Ugwethi to assist population in Ugwethi area, and also to go up to the health center, Ugwethi Health Facility. Na tukitoka huko kwingineko ni kwamba wahandisi nchini wameonya kuwa gharama ya umeme huenda ikaongezeka endapo bunge litaidhinisha mabadiliko yanayopendekezwa kwa sheria ya kawi. Wakizungumza mbele ya kamati ya Seneti, wakilishi kutoka taasisi ya wahandisi wa Kenya IEK walieleza kuwa mapendekezo hayo yanatoa fursa kwa serikali za kaunti kutoza ushuru mpya kwenye miundombinu ya usambazaji wa umeme. Rais wa IEK Shama Kiteme alieleza kuwa ushuru wowote wa ziada kutoka kwenye kaunti utasababisha ongezeko la moja kwa moja katika gharama ya uzalishaji na usambazaji wa umeme, jambo ambalo litakalo waathiri wazalishaji wa viwandani na wananchi kwa ujumla. Is a bigger problem we've been having, the lack of proper planning. Because when there is proper planning, zoning and whatnot, you then put in infrastructure, and the way lives, they are reserved for long. And even when you want to cut through a road, you provide sleeves so that the problem that counties are dealing with, utilities are opening up, they're not covering and all that, is a problem addressed from the planning point. When you see us coming to open up a road and start patching and stuff like that, it just tells you we don't plan ahead, or you don't think ahead where we need our infrastructure to be laid. And that is a big problem we have, so that we don't plan. We want to construct, then after we construct, we start thinking of planning. We don't want to think about the zoning of where, if these are residential, where are we going to have schools, churches, and social amenities? If these are industrial area, why should we have people coming close to here when we know they are going to be predisposed to elements that can
be, injurious to the health. So maybe the bigger conversation we need to have is also proper planning. Na tukizamia masuala ya siasa ni kwamba ziara ya siku 4 ya Rais William Ruto inatarajiwa katika eneo zima la Ukambani imepokelewa kwa furaha na wakazi wakiwa na matumaini ya maendeleo. Wakiongozwa na kiongozi wa wanarika katika chama cha UDA Moses Munyalo, wameomba rais kutenga muda na kufanya kikao rasmi na wanarika wa eneo la Kitui. Munyalo amesema kuwa watashirikiana ili kuhakikisha kuwa kiti cha uchaguzi mdogo wa Mbeere kinaenda katika upande wa UDA. Ziara ya rais katika eneo la Ukambani itaanza kesho katika kaunti ya Makueni. Nataka kukaribisha rais na serikali yote ya Kenya Kitui. Sisi ni watu wenu. Ile kura tulipiga ya 80,000 hapa Kitui, tuko ready, tunawakaribisha mkuje Kitui, mtembee, tuongeleshane na nyinyi. Sisi tuko ndani ya serikali na tunajua umuhimu wa serikali. Wanarika wote wa Kitui, sisi tukue na time na wewe. Sasa ninaitisha appointment, direct appointment na wewe president. Tunaomba watu wa Mbeere North, nyinyi mnaona vile president anafanya kazi na deputy wake Kindiki. Kila saa president anashinda kusema vile ambavyo mdogo wake anamfanyia kazi vizuri. Sisi tunawaomba watu wa Mbeere North, mjue ya kwamba sisi watu wa Kitui tumeamua kufanya kazi na Kindiki na president wetu. Na hatutaki Kindiki akuwe na kazi kubwa ama ngumu. Tunataka President Ruto next election akae na Kindiki, wapange siasa ya Kenya. Na vile tumeona Kindiki akifanya kazi, hatutaki kuachilia Kindiki. Kwa hivyo candidate wa UDA pale Mbeere North, tafadhali watu wa Mbeere North, muhakikishe ya kwamba kiti imeenda mahali ambapo president amesema wakiwa na Kindiki. Tendo yale ambayo President Ruto amefanya Ukambani hatujaona tangu independence. Na tunataka watu wawe wanaogopa Mungu. Usipoogopa Mungu utakuwa na laana kwa Mungu, kwa maana ukweli ni Ruto amefanyia Wakamba kazi. Stadium ile tumeona pale ya kimataifa hatujaiona tangu independence. Tumeona State Lodge hapa. Hiyo kitu hata hatuelewi ni kitu aina gani. Na tukiingia michezoni ni kwamba timu ya taifa ya Kenya ya wachezaji walio chini ya umri wa miaka 17 Junior Stars inaendelea kunoa makali yao, huku kikosi hicho kikitarajiwa kuiwakilisha Kenya kwenye mashindano ya kufuzu kwa dimba la Sekafa kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 2 Disemba mwaka 2025. Mashindano hayo yataandaliwa nchini Ethiopia, huku Kenya ikilenga kutamba zaidi katika mashindano hayo. Kenya imepangwa kwenye kundi A pamoja na wenyeji Ethiopia, Somalia, Sudan Kusini na Rwanda. Mshindi atakuwa anacheza kwenye kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa umri wa miaka 17 mwaka 2026. A lot of work that was put in. Of course, we had like a week or so of training and 2 test matches. So it's just a lot of work, a lot of dedication, and making the final squad. I was so happy because it's a dream for every 17-year-old to represent their country. So it was just, I was over the moon. My family was over the moon. My friends were so happy for me. So it was just very nice, very good. Forward position. So in the tournament, I would like to score a goal or 2. Of course, as a team, I want us to make it far because last year, I know the team didn't qualify for AFCON. So as a team, I want us to get to that place. I want us to qualify for AFCON. And of course, once we make it to AFCON, it's a road to the World Cup under 17, which is like the biggest stage at the youth level. Actually, after the selection of the players, whereby the criteria was to look at their technical ability, because the tactical ability is something a coach can input. So we have been trying to find a bond in play, and when I say a bond in play is to try to connect the positions, to try to connect the individuals and see where else can they work better under whatever circumstances. So it's basically what we have been working on the past few days. You know, it's a race that we need one winner. So we have to
believe in ourselves first and try to play until the last day of the tournament. It will be an honor for us to make it to the AFCON. So whoever we are having and whichever team we have, it's upon the coaches now to try and push it more. Na bila shaka mtazamaji, dakika imegonga saa 8 kamili saa za Afrika Mashariki. Kufikia hapo mimi sina la ziada, natamatisha taarifa za mwendo wa saa 7. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, na asante sana kwa muda wako mtazamaji, pamoja na wale wote waliofanikisha kipindi hiki, na kutakia mchana mwema. Shukrani za dhati.